Maelekezo yakitolewa na mawaziri maki ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Ndio. Na kama alishatoa hayo maelekezo, hizo hekta 3500 na hekta 5000 kwa maana 8500, je, walipangwa? Ndio swali langu. Maelekezo yangu ni kwamba maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni lazima yatekelezwe. Hebu tupigiane makofi hapa. Ili wale ambao wanatii sheria bila shuruti, maelekezo ya Mheshimiwa Rais, waanze kutumia maeneo yao kulima. Na wala msimuogope mtu unasema nikienda kulima mwingine ambaye hataki kwenda atanizuia. Ubavu huo hana. Lakini tukishapangwa yale maeneo, tukishaona maeneo ni machache, na mimi nitaleta timu yangu kutoka mkoa na watu na waamini, wataniletea taarifa kwamba mkuu, tumepanga wale watu lakini eneo halitoshi. Mimi nitakuja kuzungumza na nyinyi sasa, eneo halitoshi, tuende kumuomba Mheshimiwa Rais maeneo kiasi gani? Mimi nitakwenda na timu yangu kwenda kumuona Rais, tuone namna gani anaweza kutuongezea. Kwa jambo la kwanza kwenye hilo ndio la msingi. Lakini la pili, mwekezaji anapokuwa amepewa mwekezaji hapa kuna masharti yake. Masharti anapewa. Kwa hiyo kama alikuwa amepewa kazi ya kulima mpunga, nitaangalia hiyo. Na ameanza kufanya hii kazi ya kukodisha Watanzania kwenda kumlimia na wanamlipa fedha. Kuanzia leo asifanye kazi hiyo, aniletee hiyo dokumenti yake niangalie. Mwananchi wako unaenda kumpimia na unamsubirisha kwamba ngoja kwanza tunalishughulikia, na kuja kukuomba kwamba nipe nani hii, nipe kodi namba ili nianze kulipia, bado tunalishughulikia, badala kuja kupigwa kichapo. Sijajua kama ni hivyo jamani, kwa sababu sehemu zingine ukianza ukipimiwa ina maana unaenda kuomba namba, ukiomba namba unaanza kuingiza hela. Kwa hiyo mpaka siku ya leo Mheshimiwa, tunashukuru sana kufika kwako. Maeneo yetu ndiyo haya, tumetengeneza majaruba tena kwa gharama, hatua moja tu unalipa 10,000 unatengenezewa tuta kiangazi ili kuzuia maji. Halafu watu wengine wanakuja kutunyang'anya. Haya maeneo yote tumenyang'anywa. Na wametunyang'anya wakagawana na wakaanza kukodisha kila mmoja kwa maslahi yake. Sisi wanyonge hatuna mashamba ya kulima. Moja ya maelekezo ambao waliotoa viongozi baada ya kufanya tathmini ya migogoro tulionayo upande wa Uvinza, wakaelekeza halmashauri ya Uvinza itoe hizo hekta 5000. Alafu halmashauri upande wa Nalco badala ya 6000 zile eka itoe hekta 3500 ili wananchi hawa walio kwenye maeneo haya wapangwe kwenye hayo maeneo. Hilo jambo ofisi yetu ya kamishna chini ya ofisi yako sisi tukafanya hayo, tukawatenga hayo maeneo kadi ya maelekezo yalikuwa yametolewa, tukamaliza tukakabidhi halmashauri ili waendelee na utaratibu wa kuwapanga. FM kutoka Tabata, Dar es Salaam.